Jina lake ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, mjumbe na mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa ulimwenguni ili iwe ni rehma kwa viumbe wote. Ni yeye ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili awabashirie waja mema na waonye na mabaya. Yeye ni mtume wa mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza kuliko mitume wote, kama alivyoutukuza umma wake kuliko umma wa mitume waliotangulia kabla yake. Taswira halisi ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama inatajwa kuwa alikuwa na uso wa kawaida, lakini hata hivyo ulimwonyesha kuwa mtu wa maana sana. Mwili na urefu wake ulikuwa wa kadiri ya katikati, si mrefu si mfupi. Alikuwa na kichwa kikubwa kilichombika vizuri, macho yake meusi yalionekanwa yamejaa nuru, na alikuwa na kope ndefu za kupendeza. Meno yake yalikuwa imara na meupe, kichwa chake kilipambwa na nywele zake nyeusi zilizokuwa kubwa. Rangi ya ngozi yake ilikuwa nyeupe nyekundu, sura yake ilikuwa jamali na adabu zake zilikuwa za kupendeza kiasi cha kuvuta nyoyo za watu wote waliodirikiwa kumuona. Ingawa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alicheka, lakini ada yake alikuwa mnyamavu mwenye fikra nyingi. Midomoni mwake alikuwa na tabasamu kubwa la kupendeza. Moyo wake ulikuwa thabit, alikuwa na fahamu nyepesi na uwezo mkubwa wa kuchakata mambo kwa kasi ya hali ya juu. Huyo ndiye Muhammad bin Abdullah. Ni babu yake mzee Abdul Muttalib, baba wa baba yake, aliyempa jina hili la Muhammad, yani mwenye kusifiwa. Tukirudi nyuma ya wakati zaidi ya simulizi hii, baba mzazi wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Abdullah mwana wa Abdul Muttalib, alipokuwa na umri wa miaka 25, katika baadhi ya riwaya nyingine katika umri wa miaka 17, alimwoa Bi Amina bint Wahab. Masikini Abdullah hakukadiriwa kuishi muda mrefu. Inatajwa alikaa muda mfupi sana katika ndoa yake, kisha akafanya safari ya kibiashara katika mji wa Sham. Baada ya kuondoka Abdullah mwana wa Abdul Muttalib, huku nyuma mkewe alianza kuhisi hali ya ujauzito. Yumkini hamu yake Bi Amina na shauku kubwa ilikuwa ni kumwelezea mumewe akirudi salama kutoka Sham hali aliyonayo, lakini kwa kadari ya Allah, Abdullah akiwa njiani kurejea katika mji mtakatifu wa Makkah akapatwa na maradhi, na ndipo alipotembelewa na malakul maut. Inatajwa ni miezi 7 tu baada ya ndoa yao. Hii ni kabla ya uzao wa mtoto wake wa kipekee Muhammad bin Abdullah, na hapo ndipo mtume wetu akapata uyatima angali tumboni mwa mama yake. Wakati mama Amina bint Wahab akisubiri kumpa taarifa mume wake juu ya ujauzito wake, analetewa taarifa za kuhuzunisha kuwa mumewe ameshatawafu dunia na ameshazikwa pia. Piga picha mwenyewe ni michomo gani michungu ilichoma kwa mama huyu baada ya taarifa hiyo. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alizaliwa akiwa yatima katika mji wa mbali wa maili 40 kutoka kwenye ukingo wa bahari nyekundu, bahari ya Sham. Mtume alizaliwa mjini, lakini sehemu kubwa ya umri wake wa miaka 4 ya mwanzo udogo wake alileleka kijijini, kiasi cha umbali wa maili 30 hadi 40 kutoka Makkah. Hii ni kwa kuwa watu wa Makkah walikuwa na utaratibu wa kuwapeleka watoto wao wanaozaliwa nje ya mji wa Makkah, yani mashambani. Ada na desturi hii ya Waarabu kuwapeleka watoto kulelewa mashambani ilijengeka kwa miaka na mikaka, na sababu zilikuwa ni mbili tu. Mosi, mashambani ndiko kuna mazingira safi yaliyosheheni hewa safi yenye afya. Kutokana na hewa hii safi na chakula freshi, watoto huwa na afya njema. Pili, wakazi wa mashambani ndio waliokuwa kizungumza lugha fasaha ya Kiarabu, hivyo mtoto anayekulia huko hupata fursa ya kujifunza na hatimaye kuzungumza lugha safi ya Kiarabu. Hivyo bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Allah mshushia rehma na amani, mara baada ya kuzaliwa alinyonyeshwa na mama yake Bi Amina bint Wahab kwa siku kadhaa, kisha akanyonyeshwa na Bibi Thuwaibat Aslamia ambaye alikuwa ni mjakazi wa ammi yake mtume Abu Lahab. Baada ya hapo ndipo waliamua kumtafutia mlezi na mnyonyeshaji kama ilivyokuwa dada yao, wakampata Bibi Halimatu Saadia. Bibi huyu alimchukua bwana mtume na kwenda kuishi naye katika kitongoji cha Bani Saad kwa muda wa miaka 2 akimnyonyesha. Alimwachisha ziwa baada ya miaka 2, na hili liliashiria kuisha kwa mkataba na kulazimika kumrejesha mtoto kwa mama yake, kutokana na jinsi mama huyu mlezi alivyompenda mwanawe huyu wa kumlea. Kwa sababu ya baraka walizopata tangu kuanza kumlea mtoto huyu, alimsihi sana mama yake mtume amruhusu aendelee kuishi na kumlea mtoto huyu mwenye baraka. Kwa kuzingatia yote haya, mama yake mtume alimkubalia Bibi Halimatu Saadia aendelee kumlea mtume kwa kipindi kingine cha miaka 2. Je, nini kilifuata baada ya hapo? Majabu gani yaliajabiwa wakati huo baada ya mtume kurejeshwa tena kwa mara ya pili kwa Bi Halimatu Saadia? Usikose kufuatilia sehemu ijayo ili usipitwe na simulizi hii tamu.